Ndugu viongozi na Watanzania wenzangu, uamuzi huu wa kuimarisha mikakati ya uvuvi wa Bahari Kuu unaendana na mwelekeo wetu wa taifa tuliojiwekea katika kutekeleza malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya miaka 25 hadi mwaka 2050 na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Katika miaka 25 ijayo, ni matumaini na matarajio yetu kwa Tanzania yenye uchumi imara, kuwa na Tanzania yenye uchumi imara unaozalisha, wenye kuongeza thamani na shindani. Katika kutekeleza malengo hayo, tutaendelea kuimarisha mnyororo wa thamani wa mazao ya uvuvi ili kuongeza mapato ya nchi na kukuza fursa za ajira kwa wananchi, hususan vijana wetu. Tulichokizindua leo si chombo cha kuvulia samaki pekee, bali ni mpango mzima na mfumo unaounganisha uvuvi, uzalishaji viwandani pamoja na masoko. Ndicho tulichokizindua leo, na naomba safari hiyo ianze kwa kasi sana, Mheshimiwa Waziri na wote mlioko wizarani. Safari hiyo tuende nayo kwa kasi sana. Ni muhimu pia kutambua kuwa mafanikio ya sekta ya uvuvi hayategemei uwepo wa meli hii pekee. Serikali inaendelea kuwekeza katika sekta ya uvuvi kupitia ujenzi wa bandari za uvuvi kule Kilwa ambao umeshafika asilimia kama 90 lakini vile vile Bagamoyo. Tuna nia hiyo, tunakwenda kujenga bandari nyingine ya uvuvi kule Bagamoyo, na si bandari peke yake, pamoja na eneo huru la sekta ya uvuvi. Pamoja na kuimarisha viwanda vya kuchakata mazao ya uvuvi. Ndugu zangu, hatua hizi zinalenga kupanua uzalishaji wa fursa za kiuchumi, ajira kwa wananchi, pamoja na kuimarisha usalama wa chakula, kwa sababu mazao ya baharini ni lishe na ni lishe muhimu sana. Aidha, hatua zinazoendelea za ununuzi wa meli nyingine 4 za uvuvi pamoja na meli ya mafunzo ya utafiti kama waziri alivyosema hapa, na tutafanya hivyo ili kujenga uwezo wa taifa kushiriki kikamilifu katika uvuvi wa Bahari Kuu. Sambamba na hilo, tutaimarisha mafunzo na tafiti za kitaalamu pamoja na mifumo na taasisi za usimamizi wa sekta hii ili kuhakikisha rasilimali za bahari na maziwa zinasimamiwa kwa ufanisi na kwa kuzingatia misingi endelevu. Tunaanzisha mwendo huu uwe endelevu na si mwendo wa muda fulani halafu malizike. Tarehe 8 Januari mwaka huu nilizindua jengo la taaluma na utawala la Taasisi ya Sayansi za Bahari ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kule Buyu, Zanzibar. Uwekezaji huu ni mojawapo wa juhudi zinazolenga kuimarisha tafiti za bahari, kuendeleza rasilimali watu pamoja na kuongeza tija ya uzalishaji na ushindani wa sekta ya uvuvi katika uchumi wa buluu. Mambo haya ambayo tunayafanya na tunayoyapanga kuyafanya hayawezi kuwa endelevu endapo hatutakuwa na misingi ya amani, utulivu na usalama ndani ya nchi yetu, pamoja na mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji. Kwa maana hiyo, tumeanza kufanya mapitio ya sera, tutafanya mapitio ya sheria, lakini pia kanuni zetu za uvuvi ndani ya nchi yetu. Serikali itaendelea kuimarisha na kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ili kujenga uwezo wa wananchi wetu na sekta binafsi, pamoja na kuvutia wawekezaji kutoka nje ya nchi ili sekta hii itoe mchango unaostahiki katika uchumi na ustawi wetu. Vile vile, nitoe wito hapa kwa Watanzania wenzangu kuendelea kulinda na kudumisha misingi hiyo ya amani na utulivu ili yote hayo tunayoyasema yapate kufanikiwa vizuri. Ndugu zangu, kabla sijahitimisha hotuba yangu, naomba sasa nijielekeze katika kutoa maelekezo kwa wizara. Kama nilivyosema awali, safari tuliyoianzisha si ya mchezo. Tunadhamiria na tunakusudia. Hivyo basi, wote tukae mguu sawa,
ndani ya wizara na wale wote wanaofanya kazi na sekta hii, tukae mguu sawa kuendelea na safari hii vile tunavyotarajia. Lakini la pili ni matunzo ya vyombo tunavyovinunua. Meli zinazokuja nyingine 4, boti za doria na vyombo vyote tutakavyovinunua kukuza sekta hii, naomba vitunzwe na viendeshwe vyema kwa faida ya taifa letu. Lakini jengine, nafahamu kwamba wavuvi wadogo wadogo wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo upatikanaji wa mitaji na teknolojia, majengo na maeneo ya kuuzia bidhaa zao, masoko, na ilishasema kwamba serikali kwa kupitia World Bank tutaanza ujenzi wa masoko. Jitihada hizo ziendelezwe, lakini vile vile jitihada za mitaji kwa vijana wetu nazo tuzifanyie kazi. Jambo jingine ambalo nataka kuiagiza wizara ni utoaji wa elimu ya ujasiriamali na utunzaji wa fedha, ili fedha wanazozipata wavuvi wetu ziwanufaishe katika kuendeleza thamani ya kazi yao na kuboresha maslahi yao. Pamoja na hayo, niwaagize kuimarisha mikakati ya kudhibiti uvuvi haramu ili kuwa na uvuvi endelevu wenye tija na manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho, si kwa maguvu kwenda kukusanya manyavu, kuchoma na kufanyaje, lakini kisheria na taratibu zinazoruhusu hivyo. Agizo jingine kwa wizara, pamoja na kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji na Wizara ya Viwanda na Biashara, endelee kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi na kuvutia uwekezaji zaidi katika sekta ya uvuvi. Ndugu zangu, baada ya maagizo hayo, sasa ninayo heshima kutamka rasmi kuwa meli ya uvuvi wa Bahari Kuu pamoja na mpango mzima wa uvuvi ndani ya nchi yetu, mfumo mzima wa uvuvi ndani ya nchi yetu leo vimezinduliwa rasmi. Makofi mengi na vigelegele. Nawashukuru sana. Tumuombe Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu Tanzania, na Mungu azibariki kazi tunazozifanya kulinda rasilimali zetu. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa